Sura ya 28. Kukubali. Kumbukumbu ya maisha yetu. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu elfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Danieli sura ya 7 mstari wa 9 na wa 10. Haya ndiyo maono aliyopewa Danieli siku ile kuu ya hukumu, ambayo maisha ya kila mtu yatakapopitishwa katika uchunguzi wa hakimu wa dunia yote. Mzee wa siku ni Baba Mungu, yeye ambaye ndiye asili ya maisha yote ya kila kitu, chemchemi ya sheria zote. Ndiye atakuwa mwenyekiti katika hukumu, na malaika watakuwa wahudumu na mashahidi. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo haitapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Danieli sura ya 7 mstari wa 13 na wa 14. Kuja kwa Kristo kunakoelezwa hapa siko kurudi kwake mara ya pili duniani. Anakuja kwa mzee wa siku huko mbinguni ili kupokea ufalme utakaopewa mwisho wa kazi yake ya uombezi. Kuja huko ndiko kulikotokea mwaka 1844, wala si kurudi duniani mara ya pili. Hiyo ndiyo ilikuwa mwisho wa unabii wa siku 2300. Kuhani wetu mkuu anaingia katika patakatifu pa patakatifu ili kufanya kazi yake ya mwisho ya kuombea wanadamu. Katika huduma ya hekima takatifu hapa duniani, watu ambao dhambi zao zilihamishwa kutoka patakatifu ndio waliofaidi siku ya upatanisho. Hali kadhalika katika siku kuu ya uchunguzi wa mwisho, watu ambao mambo yao yataangaliwa ni wale watu wa Mungu tu. Hukumu ya waovu itakuwa wakati mwingine. Hukumu lazima ianzie katika nyumba ya Mungu. Petro 1 sura ya 4 mstari wa 17. Vitabu vya kumbukumbu vya mbinguni vitahusika na uamuzi wa kesi ya kila mtu. Kitabu cha uzima kimeandikwa majina ya watu wote walioingiza katika huduma ya Mungu. Yesu aliwaagiza wanafunzi wake, furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Paulo anasema kuhusu wakazi wenzake ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima. Danieli asema kuna watu wa Mungu wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa kitabuni. Na mwandishi wa Ufunuo asema kuwa wale watakaoingia katika mji wa Mungu ni wale ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima wa mwanakondoo. Luka sura ya 10 mstari wa 20, wa Filipi sura ya 4 mstari wa 3, Danieli sura ya 12 mstari wa 1, Ufunuo sura ya 21 mstari wa 27. Katika kitabu cha ukumbusho yamo majina ya matendo mema ya wale wamchao Bwana na kulitafakari jina lake. Kila jaribu linapingwa, kila uovu unashindwa, kila neno la fadhili linasemwa, kila tendo la kujinyima, kila tendo la kusikitisha lililovumiliwa. Kwa ajili ya Kristo umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Malaki sura ya 3 mstari wa 16, Zaburi sura ya 56 mstari wa 8. Makusudi ya siri. Kuna kumbukumbu ya dhambi za watu pia, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa jema na likiwa baya. Watakalolinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Makusudi ya siri huandikwa katika kitabu cha kumbukumbu, kwa maana Mungu atakayemulikisha yaliyositirika na kuyadhihirisha mashauri ya mioyo. Mhubiri sura ya 12 mstari wa 14, Mathayo sura ya 12 mstari wa 36 na sura ya 37, Wakorintho 1 sura ya 4 mstari wa 5. Mbele ya kila jina la mtu pataandikwa kila neno ovu mtu alilonena, kila tendo la ubinafsi alilotenda,
kila jambo alilopaswa kufanya lakini hakulifanya, na kila dhambi ya siri, kila onyo la mbinguni au ujumbe ambao haukujaliwa, kila nafasi iliyopotezwa bure, na mvuto ulioigwa kuelekeza kubaya au kuzuri, yote hayo huandikwa kwa usahihi kabisa na malaika. Kanuni ya hukumu. Sheria ya Mungu ndiyo kanuni au kipimo katika hukumu. Mche Mungu naye huzidisha amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi. Semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Mhubiri sura ya 12 mstari wa 13 na wa 14. Yakobo sura ya 2 mstari wa 22. Wale watakaohesabiwa kuwa wanastahili watakuwa na sehemu katika ufufuo wenye haki. Yesu alisema wale waliohesabiwa kuwa wanastahili kuupata ulimwengu ule na kufufuka katika wafu, nao ni wana wa Mungu kwa vile walivyo wana ufufuo. Wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, nao ni wana wa Mungu. Luka sura ya 20 mstari wa 35 na wa 36. Yohana sura ya 5 mstari wa 29. Wafu ambao ni wenye haki hawafufuki mpaka hukumu ambayo imewahesabu kuwa wanastahili ufufuko wa uzima imalizike. Hivyo hawatakuwako katika hukumu hiyo wakati mambo yao yanapoamuliwa. Yesu ndiye atakuwa mtetezi wao mbele za Mungu, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwokozi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Naye kwa sababu hii haweza kuwaokoa kabisa wao wanaomjia Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Yohana 1 sura ya 2 mstari wa 1, Waibrania sura ya 7 mstari wa 25 na sura ya 9 mstari wa 24. Vitabu vinapofunguliwa katika hukumu, maisha ya watu wote waliomwamini Yesu yanachunguzwa mbele za Mungu, wakianzia na watu wa kwanza kabisa kuishi ulimwenguni. Mtetezi wetu analeta habari za wote wa kila kizazi. Majina mengine yanakubalika na mengine yanakataliwa, maana kila jina linatajwa na habari zake zinazochunguzwa barabara. Mtu yeyote akionekana kuwa dhambi zake bado ziko kitabuni, wala hajaziungama ili zifutwe, naye asamehewe, jina lake hufutwa katika kitabu cha uzima. Bwana alimwambia Musa, yeyote aliyetenda dhambi ndiye nitamfuta katika kitabu changu. Kutoka sura ya 32 mstari wa 33. Watu wote ambao wametubu kwa kweli na kwa imani wamedai damu ya Kristo kuwa ukombozi wao, wamesamehewa na majina yao yameandikwa mbinguni. Kwa jinsi walivyokuwa washiriki wa haki ya Kristo na tabia zao zimeonekana kuwa zinaafikiana na tabia ya Kristo na sheria ya Mungu, dhambi zao zitafutwa na wao watahesabiwa kuwa wanastahili kupata uzima wa milele. Bwana asema, mimi, naam, mimi ndimi nitakayafuta makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Yeye ashindaye atavikwa mavazi meupe, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele za malaika zake. Basi kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Bali mtu yoyote atakayenikana mbele za watu, nami nitamkana mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Isaya sura ya 43 mstari wa 25, Ufunuo sura ya 3 mstari wa 5, Mathayo sura ya 10 mstari wa 32 na wa 33. Yesu mtetezi atatetea wote walioiamini damu yake ili awapeleke katika makao ya Edeni, akiwafanya washiriki katika urithi wa utawala wake na katika mamlaka ya kwanza. Mika sura ya 4 mstari wa 8. Sasa Kristo ataka hali ya mpango wa kwanza wa uumbaji urudishwe na kuwafanya watu hawa kana kwamba hawakufanya dhambi. Anaomba kwamba watu wake wasisamehewe na kupewa haki peke yake, bali wawe washiriki katika utukufu wake na waketi katika kiti chake cha enzi. Wakati Yesu anaomba kwa ajili ya raia zake wa neema, Shetani anawashitaki mbele za Mungu. Anataja habari za maisha yao ya nyuma, anataja tabia zao mbaya, walivyokuwa wabovu, wasifanane na Kristo. Anaonyesha dhambi zao zote,
ambazo aliwashawishi wakafanya. Kwa hiyo anadai kuwa ni watu wenye dhambi kama yeye. Yesu hatetei dhambi zao, bali huonyesha toba zao na imani yao. Anadai kuwa wasisamehewe kwa ajili ya toba walivyotubu. Anainua mikono yake iliyopigwa na misumari mbele za Baba akisema, nimewachora katika viganja vyangu. Dhabihu za Bwana ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Ee Mungu, hutaudharau. Zaburi sura ya 51 mstari wa 17. Bwana amkemea Shetani. Kuhusu mshtaka huyo, yaani Shetani, Yesu alitamka, Bwana na akukemee, ewe Shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Zakaria sura ya 3 mstari wa 2. Kristo atawavika watu wake waaminifu na haki yake mwenyewe, ili wafikishe kwa Baba yake wakiwa kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo. Waefeso sura ya 5 mstari wa 27. Kwa hiyo ahadi ya Agano Jipya itakamilika isemayo, nitausamehe uovu wako, wala dhambi yako sitaikumbuka tena katika siku hizo na wakati huo, asema Bwana. Uovu wa Israeli utafutwa, wala uovu hapana, na dhambi za Yuda zitafutwa, wala hazitaonekana tena. Itakuwa ya kwamba yeye aliyebaki katika Sayuni na yeye aliyeachwa ndani ya Yerusalemu ataitwa mtakatifu, yaani kila mmoja aliyeandikwa miongoni mwa hao walio hai ndani ya Yerusalemu. Yeremia sura ya 31 mstari wa 34. Yeremia sura ya 50 mstari wa 20. Isaya sura ya 4 mstari wa 3. Kufutwa kabisa kwa dhambi. Kazi ya hukumu ya upelelezi na ya kufuta dhambi itakamilika kabla ya kurudi kwake Yesu duniani. Katika mfano wa hema takatifu, kuhani alitoka na kuwabariki watu wa mkutano siku ya upatanisho. Vivyo hivyo na Kristo pia, baada ya kazi yake ya uombezi, atatokea bila dhambi kwa kuwa wamtazamao kwa wokovu. Waebrania sura ya 9 mstari wa 28. Kuhani alipokuwa akizihamisha dhambi kutoka katika patakatifu, aliziunganisha na kuziweka juu ya mbuzi wa Azazeli. Kristo naye ataweka dhambi zote juu ya Shetani, ambaye ndiye mwanzilishi wa dhambi. Mbuzi wa Azazeli alikuwa akipelekwa porini. Mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 22. Shetani naye akichukua dhambi alizosababisha na kuwashawishi watu wa Mungu kufanya. Atafungwa mahabusu muda wa miaka 1000 katika nchi iliyoharibika na kubomoka. Baadaye ataadhibiwa katika ziwa la moto ambao utawateketeza waovu. Hivyo basi, mpango wa wokovu utafikia ukamilifu wake wakati dhambi itakapokuwa imeharibika kabisa kabisa. Na wakati ulioamriwa. Katika wakati ulioamriwa ndio mwisho wa siku 2300, yani mwaka 1844. Kazi ya uchunguzi wa majina ya watu na kufutwa kwa dhambi za watu ilianza. Dhambi ambazo hazikuungamwa na kuachwa hazikufutika katika vitabu vya mbinguni. Malaika wa Mungu huona kila dhambi na kuiandika. Dhambi inaweza kukanwa, kufichwa kabisa kwa baba, mama, mke, watoto au kwa watu wote, lakini mbele za Mungu huwa iko wazi. Mungu hadanganywi na hali ya mtu ionekanayo kijuujuu tu. Yeye hadanganyiki wala hakosei. Watu wanaweza kudanganyika na hali ya kujifanya kijuujuu, lakini sio Mungu. Yeye husoma na kujua mambo ya moyoni. Lo, ni jambo la kutisha kiasi gani ambavyo hakuna shujaa awezaye kurudisha mambo yake ya siku moja. Matendo yetu, maneno yetu, hata makusudio ya mioyo yetu ambayo ni siri, ingawa sisi tumeyasahau, yatashuhudiwa kwa wema au kwa ubaya. Katika hukumu, matumizi ya kila kipawa au talanta yatachunguzwa kwa makini. Jinsi tulivyotumia wakati wetu, kalamu zetu, sauti zetu, fedha zetu, mivuto yetu. Tumefanya nini kwa ajili ya Kristo? Kuhusu maskini, wenye dhiki, yatima, wajane, tumefanya nini na nuru ya ukweli tuliopewa? Matendo ya upendo tu ndiyo yatahesabika. Upendo halisi peke yake ndio unahesabika kuwa kitu cha thamani machoni pa mbingu. Ubinafsi wa siri wathihirika. Ubinafsi wa kisirisiri
huwa wazi kabisa katika vitabu vya mbinguni. Mara ngapi watu humpa shetani nyakati zao, mawazo yao na nguvu zao ambazo ni mali ya Mungu. Wanajidai kuwa wafuasi wa Kristo, wanajitumbukiza katika kufuata mali za dunia au katika anasa za dunia. Fedha, wakati na nguvu hutumiwa katika mambo ya kujinufaisha na kutukuza ubinafsi. Muda wa kutumiwa katika maombi ni kidogo sana, na muda wa kuchunguza maandiko au kuungama dhambi ni kidogo sana. Shetani amevumbua mambo mengi mno ya kutushughulisha. Mdanganyifu mkuu huyu anachukia ukweli ambao hutuelekeza kwa mkombozi wetu anayetuombea. Mambo yake yote hutoa mawazo ya watu wasiomfikiri Kristo na uombezi wake. Watu ambao wanataka kufaidi uombezi wa Kristo, inawapasa wasiruhusu kitu chochote kiwazuie kutimiza wajibu wao unaopasa wokovu wao mbele za Mungu. Nyakati zao za thamani lazima zitumike katika kuomba na kujifunza neno la Mungu, badala ya kujifurahisha na kufukuzana na uchumi wa nchi. Patakatifu pa mbinguni na kazi ya uchunguzi wa hukumu huko mbinguni vingekuwa dhahiri katika mawazo yao daima. Wote wanahitaji kuielewa barabara kazi ya kuhani wao mkuu na uombezi wake kwa ajili yao, au la sivyo watashindwa kuelewana naye katika shughuli anayoshughulikia. Patakatifu pa mbinguni ndipo kiini cha kazi Kristo anaposhughulikia wanadamu. Kazi hiyo inamhusu kila mtu aliyeko duniani, inadhihirisha mpango wa wokovu, inatuleta mpaka kwenye mashindano makuu baina ya haki na uovu. Uombezi wa Kristo, uombezi wa Kristo kwa ajili ya wanadamu ambao unafanywa katika patakatifu pa mbinguni ni muhimu sana. Na kifo chake juu ya msalaba, alipokufa msalabani, ndipo alianza kazi yake ambayo alikwenda kuimalizia mbinguni. Kwa imani inatupasa sisi tupaingie patakatifu alipoingia Yesu mtangulizi wetu. Waebrania sura ya 6 mstari wa 20. Hapo ndipo nuru kutoka msalabani inamulika. Hapo ndipo tunaelewa siri ya ukombozi. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Mithali sura 28 mstari wa 13. Kama wale wanaofanya hudhuru na kuficha makosa yao wangaliona jinsi shetani anavyomdhihaki Kristo kwa ajili ya mambo yao, wangeziungama dhambi zao na kuziacha. Shetani hujitahidi kutawala mawazo yote ya watu, naye anajua kuwa kama hali ya kimakosa ikipendelewa, atafaulu katika kazi yake ya kuwapotosha na kuwapoteza. Kwa sababu hii huwadanganya wafuasi wa Kristo daima kwa hila zake ili aweze kuwashinda. Lakini Yesu huambia wote wamfuatao, neema yangu ya kutosha, nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Wakorintho 2 sura ya 12 mstari wa 9, Mathayo sura ya 11 mstari wa 30. Mtu asidhani kuwa makosa na kasoro haviwezi kuponyeka. Mungu atatupa imani na neema ya kushinda. Sasa sisi tunaishi katika siku kuu ya upatanisho. Wakati kuhani alipokuwa akifanya upatanisho kwa wana wa Israeli, iliwapasa wote kutesa roho zao kwa njia ya maungamo ya toba kamili. Halikadhalika wale wanaotaka majina yao yaandikwe katika kitabu cha uzima, yawapasa sasa kujitesa kwa njia ya kuungama dhambi zao. Lazima kuwepo na toba ya kweli. Hali ya uzembe ambayo watu wengi wanayo lazima iachwe kabisa. Mashindano ni makali kabisa kwa wale wanaotafuta kuwa wana wa Mungu wa kweli, maana shindano kati ya haki na uovu ni kali. Kila mtu hana budi kukutwa bila kuwa na hila wala kunyanzi wala lolote kama hayo. Waefeso sura ya 5 mstari wa 17. Wakati kama huu, zaidi ya wakati wowote, inapaswa kila mtu ajali wosia wa Kristo. Kesheni mkaombe, kwa kuwa hamjui wakati huo ni lini. Marko sura ya 13 mstari wa 33. Mambo ya wote yamekatwa. Rehema inafungwa muda mfupi kabla ya kuonekana kwa Kristo akirudi duniani katika mawingu ya mbingu. Kristo akitazamia wakati huo anatangaza akisema, mwenye kudhulumu na hazidi kudhulumu, na mwenye uchafu azidi kuwa mchafu, na mwenye haki azidi kufanya kazi, na mtakatifu azidi kutakaswa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu upamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ufunuo sura ya 22 mstari wa 11 na wa 12. Watu watakuwa wakipanda na kujenga, wakila na kunywa,
wote bila kuwa na habari kwamba tangazo la mwisho limekwisha kutolewa katika patakatifu huko mbinguni. Wakati ule kabla ya gharika, baada ya Nuhu kuingia safinani, Mungu alimfungia mlango akiwa ndani na waovu wakiwa nje. Lakini kwa muda wa siku 7 watu waliendelea na anasa zao. Halikadhalika maneno ya Nuhu. Mwokozi alisema, ndivyo watakavyokuja kwake Mwana wa Adamu, kimya kimya, bila kujua, kama mwizi ajavyo usiku. Ndivyo itakavyokuwa saa ya kuamuliwa mambo ya wanadamu. Kesheni basi, asije akawajia na kuwakuta mnalala. Mathayo sura ya 24 mstari wa 39, Marko sura ya 13 mstari wa 35 na wa 36. Hatari itawakumba wale waliochoka kukesha na kugeukia mambo ya ulimwengu, wakati wenye biashara wakiwa katika kufukuzana na uchumi, wakati wapenda anasa wanajishughulisha na anasa, wakati warembo wanaendelea kujipamba. Inawezekana katika saa hiyo ndipo tangazo la mwamuzi wa dunia yote litasema, umepimwa kwa mizani, ukaonekana umepungua. Danieli sura ya 5 mstari wa 27.